بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah alhadith, na leo tupo ukurasa nambari 5 wa kitabu chetu, tukiingia katika kusoma ilmu alhadithi dirayatan au ilmu dirayati alhadith. Ilmu alhadithi dirayatan ni elimu ya hadithi katika upande wa kanuni na misingi ya hadithi. Tamam? Baada ya kuwa tumesoma ilmu alhadithi riwayatan, elimu ya hadithi katika upande wa mapokezi ya hadithi, au ilmu riwayati alhadith, elimu inayohusika na upokezi wa hadithi, basi leo tunaingia katika kusoma elimu ya hadithi katika upande wa kanuni na misingi ya hadithi. Shekhe akaanza kutueleza majina ya elimu hii, akasema wa yusamma, akimaanisha na inaitwa hii ilmu alhadith dirayatan ilma usuli alhadith, inaitwa kwa jina jingine la ilma usuli alhadith, akimaanisha wa yusamma, na inaitwa elimu hii ilma usuli alhadith, elimu ya kutambua misingi na kanuni za hadithi. Tamshi la usuli katika lugha yetu ya Kiswahili linabeba maana ya misingi na linabeba maana ya kanuni. Tamam, hakadha. Kwa hiyo wayusamma, na inaitwa hii ilmu alhadithi dirayatan, inaitwa ilma usuli alhadithi, inaitwa pia kuwa ni elimu ya kutambua misingi au kanuni za hadithi, au ilma usuli riwayati alhadith, au elimu ya kutambua misingi ya upokezi wa hadithi, au ilma mustalah alhadith, au inaitwa elimu ya kanuni za hadithi, au mustalaha ahli al-athar, akimaanisha au ilma mustalahi ahli al-athar, au inaitwa elimu ya kanuni za wanawazuoni wa hadithi, kwa maana elimu ya kutambua kanuni za wanawazuoni wa hadithi. Tamam? Kwa hiyo ilmu al-hadithi dirayatan kwa majina mengine inaitwa ilma usuli alhadith, au ilma usuli riwayati alhadith, au ilma mustalah alhadith, au ilma mustalah ahli alathar. Tamam, hakadha. Akasema shekh, wa hadhihi tasmiyatu, na huitwaji. Tamam, wa hadhihi at-tasmiyatu, na huitwaji, ay akimaanisha mustalah alhadith, huitwaji wa kuitwa elimu hii kuwa mustalah alhadith au al-athar, akimaanisha au kuitwa elimu hii kuwa ni mustalahi ahli al-athar. Hiya al-ashhar, ndio uitwaji al-ashhar, wenye kufahamika zaidi, wal awdahu, na uliokuwa wazi zaidi. Tamam? Wa hiya, na uitwaji huo, adallu ala al-maqsudi, ndio wenye kufahamisha zaidi makusudio. Adallu ala almaqsudi, ndio wenye kufahamisha zaidi makusudio, kwa maana kile kilichokusudiwa. Tamam? Walaysa fiha, na hakuna katika uitwaji huo shay'un, chochote, min alibhami, chenye kufichikana, wal ihami, na chenye kujenga dhana ya kufikiriwa kitu chingine. Tamam? Sheikh akasema hapa kwamba kuitwa elimu hii ilmu alhadith dirayatan, kuitwa kwa jina la ilmu mustalah alhadithi, au kuitwa kwa jina la ilmu mustalahi ahli al-athari, kuitwa huku sawa sawa ndiko kuitwa ambako kuna fahamika zaidi sawa sawa na kuliko kuwa wazi zaidi. Kwa maana elimu hii ya hadithi dirayatan imefahamika zaidi kuitwa kwa jina hili, jina la ilmu mustalahi alhadith au ilmu mustalahi ahli al-athar. Lakini pia kuitwa kwa jina hili, elimu hii ndiko kunakofahamisha zaidi makusudio. Kwa maana ukisema ilmu mustalah alhadith, yule mwenye kusikia hivyo moja kwa moja anajua kwamba huyu amekusudia ilmu alhadith dirayatan. Tamam? Akaendelea kusema waqad jara ala dhalika alhafidh ibn Hajar, waqad jara, na hakika amepita, ala dhalika, katika njia hiyo, alhafidh. Ukisikia alhafidh, hichi ni cheo maalum katika fani ya hadithi. Tutakuja kukisoma huko mbele na kufahamu alhafidh ni nani
tamam, na vyeo vingine sawa sawa. Akasema waqad jara ala dhalik, na hakika amepita katika njia hiyo al-Hafidh ibn Hajar fasamma risalatahu al-mashhurata, akakiita kitabu chake kidogo al-mashhurata, chenye kufahamika, fihi, alichokitunga katika elimu ya mustalah al-hadith, tamam, fihi, alichokitunga katika nini, elimu ya mustalah al-hadith, sawa, akakiita nukhbatal fikri fi mustalah ahli al-athar, tamam. Akakiita kwa jina hilo, sawa sawa, nukhbatal fikri fi mustalah ahli al-athar, sawa sawa. Kwa maana kitabu hichi ni kitabu chenye kuelezea nini, kanuni za wanawazuoni wa hadithi, tamam, hakadha, na ni kitabu ambacho kimepata kabuli kubwa, sawa, na wale waliokuja baada ya al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani wote walitunga elimu ya mustalahi kupitia ule utaratibu ambao yeye aliuandika kupitia kitabu chake cha Nukhbatul Fikr, tamam. Lakini pia ni kitabu ambacho kina fathi, kina fathi, sawa sawa, na ni kitabu ambacho wanawazuoni wanamuhusia kila mwenye kutaka kuingia katika fani hii akihifadhi kwanza kitabu hicho, tamam. Hata kama ameshahifadhi Baikuni ile haijakusanya elimu ya hadithi, sawa sawa, kwa uhakika wake, lakini kitabu hichi cha Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar, pamoja na udogo wake, kimekusanya vigawanyo takriban 100 vya elimu ya hadithi, tamam. Nami ninacho kitabu changu ambacho mara nyingi wanakitumia katika kuhifadhi na kufanya muraja, kitabu ambacho kimeandikwa katika mtiririko mzuri sana, ambacho kinakupa wepesi wa kuhifadhi. Inshallah taala itatumia katika grupu yetu ya WhatsApp ya Markaz Huraidha, tamam, mtakiona baada ya darasa, tamam. Kwa hiyo al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala naye alipita katika njia hiyo, njia ya kutunga kitabu ambacho ndani yake amekusudia kueleza na kuibainisha elimu ya hadithi dirayatan, akatumia jina la nini, mustalahi ahli al-athar, tamam, hakadha. Kwa hiyo shekhe amekusudia hapa kutufahamisha majina ya elimu hii. Akaendelea kusema wa maana mustalahi, na maana ya tamshi mustalahi, ma ni kile ambacho ittafaka alayhi, wamekubaliana juu ya kitu hicho, almuhadithuna, wanawazuoni wa hadithi, min qawaid, ambacho ni kanuni, wa usuli, na misingi, min ya bayania, tamam. Maana ya tamshi mustalah, ma ittafaka alayhi almuhadithuna min qawaid wa usuli, ni kile ambacho wamekubaliana wanawazuoni wa hadithi, min qawaid, ambacho ni kanuni, wa usuli, na misingi, tamam, hakadha. Ndio maana wakatumia tamshi la mustalah, sawa. Na hata wewe katika kulifasiri utasemaje, ilmu mustalah alhadith, kwa maana elimu ya kutambua kanuni za hadithi au kutambua misingi ya hadithi, tamam, hakadha. Baada ya hapo shekhe akaingia kutufahamisha taarifu inayofahamika zaidi. Taarifu ya nini? Taarifu ya ilmu alhadithi dirayatan, tamam. Taarifu maana yake utambulisho, sawa, hakadha. Kwa hiyo at-taarifu al-mashhur, utambulisho unaofahamika zaidi wa ilmu alhadithi dirayatan. Akasema wa at-taarifu al-mashhur, na taarifu inayofahamika zaidi liilmi mustalah alhadith, ya elimu ya mustalah alhadith, huwa elimu ya mustalah alhadith, ilmun, ni elimu ambayo biqawanin, ya kuzitambua kanuni ambazo, ilmu ni elimu biqawanina, tamam. Hiyo ni qawanina, ni jamu almudhakkar as-salim, tamam, nuni yake inakuwa ni maftuh, sawa sawa. Kwa hiyo huwa elimu ya mustalah alhadith, ilmu ni elimu biqawanina, ya kuzitambua kanuni ambazo yu'rafu, kunafahamika, biha, kupitia kanuni hizo, ahwalu sanadi, hali za sanad, wal matni, na matni, tamam. Na nakumbuka pia jana tulidokezea kanuni hii katika nini, darasa yetu iliyopita. Baada ya kutupa taarifu ya ilmu alhadith dirayatan, akaingia kutushereheshea baadhi ya matamshi ambayo kuna haja ya kushereheshwa ili yafahamike kwa yule mwenye kuanza, tamam. Akasema
sharhu at-ta'rif, kwa maana hadha sharhu at-ta'rif, huu ni uchambuzi wa taarifu ya ilmu al-hadith diraya iliyotangulia hapo juu. Tamam, hakadha akaanza kutuchambulia tamshi la al-qanun. Tamshi la al-qanun ni mufrad ya qawanin. Tamam, na ndio inavyotakiwa kilugha. Sawa, ikiwa limekuja tamshi la jamu au muthanna kisha ukataka kuliarifisha, sawa, unatakiwa uliarifishe kupitia mufradi yake. Tamam, sawa hapo, hakadha. Kwa hiyo kwenye kuliarifisha hapa hakutumia tamshi lile la qawanin, akatumia al-qanun kwa sababu ndio usawa, ndio usawa. Tamam, hakadha akasema al-qanun, tamshi la qanun, al-muradu bihi, al-muradu kilichokusudiwa bihi kwa tamshi hilo, ni kile kitu ambacho, al-muradu kilichokusudiwa bihi kwa tamshi hili, ni kile kitu ambacho yadhbitu al-juz'iyat, ni kile kitu kimoja ambacho yadhbitu, kinadhibiti al-juz'iyat, mkusanyiko wa vitu vingi. Sasa hiyo ndo qanun. Qanun ni kile kitu ambacho yadhbitu al-juz'iyat, kinachodhibiti vitu vingi. Sawa sawaun akana ta'rifan au qa'idatan, sawa akana hiyo kanun ta'rifan, hiyo ni taarifu, au qa'idatan, au ni kanuni. Tamam, kwa maana sawa iwe ni utambulisho au iwe ni nini, ni kanuni. Tamam, kwa maana elimu ya mustalah alhadith ndani yake tutakuja kuona kuna taarifu na tutakuja kuona nini, kanuni ambazo zinahusiana na elimu hii ya hadithi dirayatan. Tamam, mfano wa taarifu ni taarifu ya hadithi sahih. Alhadithu sahihu huwa mattasala sanaduhu, ni hadithi ambayo sanadi yake imeungana, binaqli adlin, kwa kupokelewa na mtu mwadilifu, dhabitin, mwenye kudhibiti, dhabtan tama, udhibiti uliokamilika, an mithlihi, kutoka kwa mtu mfano wake, min ghairi shudhudhin wala illa, pasi na kuwepo shudhuzi katika hadithi hiyo, wala illa, na pasi na kuwepo nini, illa. Hiyo ni taarifu ya hadithi sahihi. Sawa, na taarifu hii tutaisoma wapi? Katika elimu ya mustalah alhadith na taarifu za hadithi nyingine. Tamam, hakadha. Na mfano wa kanuni ni kanuni ya alhadith almutawatir. Wanasemaje wanawazuoni wa mustalah alhadith? Almutawatir yufidu alilma alyaqiniya. Hadith mutawatir yufidu alilma alyaqiniya, hadith mutawatir inafidisha yaqini. Tamam, hakadha. Lakini pia na hadithi ambayo ni ahad, hadithi ambayo ni ahad yufidu alilma an-nadhariya. Sasa inafidisha yaqini baada ya nini? Baada ya kufanya uchunguzi na upelelezi. Sawa, kwa hizi ni kanuni ambazo nini tutakuja kuzisoma ndani ya elimu hii. Sawa, ndani ya elimu hii. Kwa hiyo tamshi la qawanin pale limekusudia vitu hivi. Tamam, hakadha. As-sanad, tamshi la as-sanad ambalo limekuja baada ya ahwalu sanad. Tamam, hakadha. Akasema huwa tariqu almuwassilatu, tamshi la as-sanad huwa tariqu, ni ile njia, almuwassilatu ila almatni, yenye kumfikisha mtu katika matni. Ai, akimaanisha ar-rijalu, ni wale wapokezi wa hadithi, almuwassiluna, wenye kumfikisha mtu ila matni alhadithi, katika matni ya hadithi. Shaykhan an shaykhin, akiwa na makusudio min shaykhin an shaykhin, kutoka kwa shekhe fulani, an shaykhi, aliyepokea kwa shekhe fulani. Hiyo ndiyo maana ya as-sanad. Sanad kwa maana yake ya kwanza huwa tariqu almuwassilatu ila almatni, ni njia yenye kumfikisha mtu katika matni. Sasa hiyo njia kuna kusudiwa nini? Sawa, kwenye njia hapo kuna kusudiwa nini? Akasema ai, akimaanisha arrijalu almuwassiluna, ni wale wapokezi wa hadithi wenye kumfikisha mtu ila matni alhadithi, katika nini? Matni ya hadithi. Shaykhan
akiwa na maana min shaykhin an shaykhin, kutoka kwa shekhe fulani aliyepokea kwa shekhe mwingine. Tamshi la shaykhan hapa limenasibishwa kwa kuondoshwa herufi ya jarri. Sawa sawa, wenyewe wanazuoni wanahawa wanasema mansubun ala naz'i al-khafidh. Sawa sawa, limeondoshwa tamshi hili kwa kuondoshwa al-khafidh. Sawa sawa, kwa kuondoshwa herufi ya jarri yenye kujulisha, nayo ni min. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ndiyo maana ya as-sanad. Ila an yaswila, akaendelea kusema ila an yaswila, mpaka anapofika mtu huyo, ila an yaswila, mpaka anafika mtu huyo ila lafdhi alhadith, katika nini? Tamshi la hadithi. Hiyo ndio nini? Ndio as-sanad. Maana yake ya kwanza at-tariqu al-muwassilatu ila al-matn, ay akimaanisha ar-rijalu al-muwassiluna, ni wale watu wapokezi wa hadithi wenye kumfikisha mtu ila matni al-hadithi shaykhan an shaykhin, ila an yaswila, mpaka anafikia mtu huyo ila lafdhi al-hadithi, katika tamshi la hadithi. Kwa maana yule mwanawachuoni wa hadithi, sawa, anapotaka kufika katika matni ya hadithi anatakiwa nini? Anatakiwa aanzie kwenye sanad, kwa maana aanze kusoma wale wapokezi wa hadithi kwanza, akiwamaliza ndio ataingia katika matni. Tamam, hakadha. Wasummiya at-tariqu sanadan, na imeitwa hiyo njia yenye kumfikisha mtu katika matni sanadan, imeitwa kuwa ni sanad li'timadi al-huffadhi alayhi, kwa sababu ya kutegemea wale wanawazuoni wa hadithi alayhi, kutegemea nini? Njia hiyo. Fil hukmi, katika kutoa hukumu ala alhadithi, juu ya hadithi. Tamam, fil hukmi, katika kutoa hukumu ala alhadithi, juu ya hadithi. Tamam. Kwa hiyo ndiyo maana ya as-sanad. Ndiyo maana nini? Ndiyo maana ya as-sanad. Akaingia kutufahamisha maana ya al-matn, akasema al-matn huwa ma intaha ilayhi as-sanadu min al-kalami. Al-matn huwa ma, ni kile kitu ambacho intaha ilayhi, imekomea kwenye kitu hicho, as-sanadu, sanadi, min al-kalami, ambayo ndiyo maneno ya hadithi. Kwa maana ambayo ndiyo maneno yenyewe, ndiyo maneno yenyewe ya hadithi. Min ya bayania, inabainisha ile ma. Sawa sawa. Kwa hiyo al-matn huwa ma, ni kile kitu ambacho intaha ilayhi, imekomea katika kitu hicho, as-sanadu, sanadi, min al-kalami, ambayo ndiyo maneno yenyewe ya hadithi. Kwa maana matni ndiyo yale maneno ya hadithi. Sawa sawa, afumu jamani hapo, yale maneno ya hadithi ndiyo yanaitwa nini? Inaitwa al-matnu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo al-matnu huwa man intaha ilayhi as-sanadu min al-kalami, sasa, ambayo ndiyo yale maneno ya hadithi yenyewe. Baada ya hapo Sheikh akaingia kutufahamisha nini maana ya al-isnad. Akasema al-isnad huwa al-ikhbaru an tariqi al-matn. Isnad maana yake ni kutoa habari an tariqi al-matn, kuhusiana na ile njia ya matni, wa hikayatihi, tamam, wa hikayatihi, na maelezo yake. Kwa maana kutoa maelezo yake. Sawa sawa, hiyo ndiyo al-isnad. Sawa. Al-ikhbar, kwa maana kuisoma ile njia ya nini, ya matni, ambayo ni as-sanad. Kisha hikaya, kutoa maelezo yake, ni kusema kwamba sanadi hii ni sahihi, au sanadi hii ndani yake kuna illa, au sanadi hii ni ali, au sanadi hii ni nazil. Tamam, hakadha. Fayakuna وقد يطلق السند على الإسناد. تمام، هكذا. وقد يطلق السند، na huenda likatumiwa tamshi la as-sanadu ala al-isnad, kwa maana isnad. Wal isnadu, na huenda pia likatumiwa tamshi la al-isnad ala as-sanadi, kwa maana ya nini? Kwa maana ya sanad. Tamam. Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna as-sanadu na al-isnad. Sanad tumeshaeleza kule juu, lakini isnad tumeelezwa sasa hivi hapa. Kwa nini? Isnad maana yake ni kutoa habari, kwa maana kuitaja ile njia ya matni ambayo ni sanad, lakini pia na kutoa maelezo yake kama namna tulivyoeleza. Tamam. Lakini ile tamshi la al-isnadu
huja likatumika kwa maana ya sanadi. Tamam. Na tamshi la sanad huja likatumika kwa maana nini? Kwa maana ya al-isnad. Tamam. Fayakunani mutaradifaini, fayakunani, basi yanakuwa matamshi haya mutaradifaini, ni yenye maana yenye kufanana, ni yenye maana yenye kufanana. Tamam. Kwa maana mtu anaweza akasema as-sanadu na akawa anakusudia maana ya al-isnad ambayo nini? Al-ikhbaru an tariq al-matn wa hikayati. Tamam, hakadha. Na anaweza mtu akatumia tamshi la al-isnad akawa anakusudia nini? Akawa anakusudia maana ya as-sanad kama namna tulivyosoma kule nyuma. Baada ya kumaliza maelezo haya mafupi, Sheikh akaingia katika nini? Kututolea mfano. Akasema famathalan, basi kwa kutolea mfano qaulu al-Bukhari. Famathalan, basi kwa kutoa mfano, famathalan, basi kwa kutoa mfano kwa hayo tulieleza nyuma, qaulu al-Bukhari ni qauli ya Imam al-Bukhari pale aliposema hadathana Musaddad an Yahya an Ubaydillah ibn Umar قال, amesema hadathani Ubayb. Al-Imam al-Bukhari anasema hadathana Musaddad, ametuhadithia mimi na wenzangu Musaddad, an Yahya, Musaddad akipokea kutoka kwa Yahya, an Ubaydillah ibn Umar, naye Yahya akipokea kwa Ubaydillah ibn Umar. Qala, akasema Ubaydillah hadathani Hubayb ibn Abd al-Rahman. Sawa, Ubayd ibn Umar anasema hadathani Hubayb ibn Abd al-Rahman, amenihadithia mimi Hubayb ibn Abd al-Rahman an Hafs ibn Asim, naye Hubayb anapokea sawa kutoka kwa Hafs ibn Asim an Abi Hurairah, naye Hafs ibn Asim anapokea kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amridhie, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, naye Abi Hurairah anapokea kwa mtume, qala, ya kwamba amesema mtume, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna, sehemu iliyopo baina baiti, kati ya nyumba yangu, wa mimbari, na kati ya mimbari yangu, rawdatun min riyadil janna, sehemu hiyo ni bustani miongoni mwa bustani ya peponi. Wa mimbari ala haudhi, na mimbari yangu ipo katika sehemu ya haudhi langu. Tamam. Na mimbari yangu ala haudhi, ipo katika sehemu ya haudhi yangu. Tamam. Hatupo katika kufahamu maana ya hadithi, tupo katika kuangalia mfano na kutabikisha kile ambacho nini tumekisoma hapo nyuma. Rawahu al-Bukhari fi kitabi Fadhail al-Madina. Hadithi hii imepokea al-Imam al-Bukhari kwenye kitabu chake kiitwacho nini? Fadhail al-Madina. Baada ya hapo shekhe akatufanyia tatbiq ya kile alichotueleza hapo nyuma, akasema fa Musaddad wa man ba'dahu ila Abi Hurairah, basi Musaddad wa man ba'dahu, na aliyokuja baada ya Musaddad, ila Abi Hurairah, mpaka kufikia kwa Abi Hurairah, hadha huwa alladhi yusamma bis-sanad, hadha huwa alladhi, ndiyo mtiririko ambao yusamma bis-sanadi, unaitwa kwa jina la sanad. Tamam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ma baina alhaditha, mpaka mwisho wa hadithi, hadha huwa alladhi yusamma bilmatn, maneno haya huwa alladhi, ndiyo yale ambayo yusamma bilmatni, yanayoitwa nini? Matni. Tamam. Hakadha ahwalu sanad wal matni. Baada ya hapo akaingia kutushereheshea maana ya ahwalu as-sanad wal matni. Sawa, matamshi haya tumeyasoma hapo, tumeyasoma katika taarifu. Sasa anatushereheshea ahwalu sanad wal matni, ai akimaanisha ma yatra'u ala sanadi, yale yanayoipata nini? Sanad. Ma yatra'u ala sanadi, yale yanayoipata sanad, au yale yanayotokea katika sanad, min ittiswalin, ambayo ni kuungana kwa sanad, au inqita'in, au kukatika kwa sanad. Tamam. Kwa hiyo anakusudia nini? Anakusudia ma yatra'u ala sanadi, ile hali
sasa inayoweza kutokea katika sanadi au kuwepo katika sanadi. Tamam. Min ittisali, hali ambayo ni kuungana kwa sanad, au inqita'in, au kukatika kwa sanad. Kwa maana sanad huenda ikapata hali ya kuunganika au hali ya kukatika, au uluwi, au kusifika na sifa ya uluwi, au nuzuli, au kusifika na sifa ya nuzuli. Sifa ya uluwi katika sanadi kwa maana kuwa na watu wachache. Tamam. Ile sanadi yenye watu wachache inaitwa as-sanadul ali. Tamam, hakadha. Na nuzuli, kusifika na sifa ya nuzuli, nuzul maana yake ni sanad kuwa na watu wengi. Sasa sanad yenye watu wengi inaitwa as-sanadu an-nazilu. Tamam, hakadha. Mfano wake ije hadithi, kisha hadithi hiyo iwe na wapokezi watatu tu. Tamam. Kisha ije hadithi nyingine yenye tamshi kama hadithi iliyotangulia. Sasa mafhumu hapo? Ije hadithi nyingine yenye tamshi au yenye matni kama ya hadithi iliyotangulia yenye watu watatu, kisha hadithi hii ikawa nini? Imepokelewa na watu wangapi? Watu 7. Sawa sawa. Sio, tumeelewana hapo? Yani matni ya hadithi ni moja. Matni ya hadithi ni moja. Mfano wake hadithi hii ambayo tumesoma hapa, ma baina baiti minbari rawdatu min riyadil janna. Tamam. Hadithi hii ije katika njia mbili. Njia ya kwanza ipokelewe na watu wangapi? Watu watatu. Sawa. Njia nyingine ipokelewe na watu 7. Sasa ile njia ya kwanza ambayo ina watu wachache tutaita as-sanadu al-ali. Tamam, as-sanadu al-ali. Kisha hii njia ya pili ambayo ina wapokezi wengi tutaita as-sanadu an-nazilu. Tamam. Kwa maana sanad, kwa maana nini? Sanad huenda ikasifika kuwa ni ali au nazil. Ndio akasema au uluwi, au kusifika kuwa ni ali au nuzuli, au kusifika kuwa ni nazil. Tamam. Au ghairihi mimma sayati bayanu, au ghairihi, au sifa nyingine, mimma, miongoni mwa zile ambazo sayati bayanu, ubainifu wake utakuja hapo mbele. Wama yatra'u ala almatn, na yale ambayo yanaweza kutokea katika matni, kwa maana wama, na ile hali ambayo yatra'u inayoweza kutokea ala almatni, katika matni, min raf'in, hali ambayo ni kusifika kuwa ni marfu', au waqfin, au kusifika matni kuwa ni mawqufun, au shudhudhin, au kusifika matni kuwa ni shadhun, au sihhatin, au kusifika matni kuwa ni sahih. Tamam, hakadha. Yote haya tutakuja kuyasoma huko mbele. Wa idha alimta taarifahu, basi pindi utakapokuwa umeifahamu taarifi ya elimu hii, fabaqiya an taarifa, basi kumebakia kutambua maudhu'ahu, maudhui ya elimu hii, wa faidatahu, na faida ya elimu hii, wa wadhi'ahu, na aliyeweka elimu hii, kwa maana wa kwanza kuandika kitabu kilichojitegemea kwenye kueleza nini? Elimu hii. Fa amma maudhu'uhu, ama maudhui ya elimu hii, farrawi wal marwi, kwa maana malengo ya kuwekwa elimu hii, farrawi wal marwi. Tamam. Akiwa na maana gani? Farrawi ni kutambua hali za mpokezi, wal marwi, na hali ya kile alichokipokea, min haythu alqabulu, katika upande wa kukubaliwa kwake, waraddu, na katika upande wa kurejeshwa au kukataliwa. Tamam. Kwa maana gani? Kwa maana wale wapokezi wa hadithi sasa wapo katika nini? Katika mafungu. Sawa. Kuna ambao wanakubaliwa kwa mapokezi yao, na kuna ambao nini? Wanakataliwa, kwa maana hadithi zao hazizingatiwi kuwa ni hadithi za Mtume. Tamam. Na zinaingia kwenye fungu la kuwa ni hadithi dhaifu. Tamam. Lakini pia wal marwi, chenye kupokewa ni matni. Tamam. Matni pia inaangaliwa, kuna matni ambayo inakubaliwa na kuna ambayo haikubaliwi. Tamam. Mathalan, ije matni ambayo ndani yake kuna maneno ambayo tukiangalia hapana, Mtume hawezi kutamka maneno haya. Matni hiyo hata kama wapokezi wake wote ni thika,
kwa maana mapokezi wake wote ni wenye kukubalika, sawa, itakataliwa, sawa sawa. Kwa sababu gani? Huenda ikawa ni hadithi maudhu', ni hadithi iliyotungwa, sawa sawa. Kwa hiyo fa amma maudhu'u, ama maudhui, kwa maana malengo ya kuwekwa elimu hii au kutungwa elimu hii, farawi, ni kutazama hali za mpokezi wa hadithi, wal marwi, na kile chenye kupokelewa ambao ndio hadithi yenyewe, min haithu alqabul, katika upande wa kukubaliwa, warraddu, na kukataliwa. Wa amma faidatu, ama faida ya elimu hii, fa ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min dhalika. Fa ma'rifat, ni kutambua ma, kile ambacho yuqbalu, kinachokubaliwa, wa ma yuraddu, na kinachokataliwa, min dhalika, katika vitu hivi, kwa maana katika kati ya mpokezi na ile matni ya hadithi. Tamam, hakadha min dhalika, kusudia kati ya viwili hivi, sawa, viwili ambavyo ni mpokezi na matni ya hadithi. Hiyo ndo faida ya elimu hii. Kwa maana mtu akijua vizuri elimu hii, sawa, atafikia hatua ya kuweza kujua ni mpokezi gani hadithi zake zinakubaliwa, sawa, lakini pia ni matni gani inakubaliwa na ipi ambayo haikubaliwi. Wa amma wadhi'u, ama mwenye kuiweka elimu hii, kwa maana mwekaji wa elimu hii. Na mwekaji hapa anakusudia yule wa kwanza ambaye alitunga kitabu mustaqil, kitabu chenye kujitegemea, ambacho kimepwekeka katika kuelezea nini, fani ya mustalahil hadith. Tamam, ndio akasema wa amma wadhi'uhu, ama mwekaji wa elimu hii, fa huwa alqadhi Abu Muhammad al-Hasan, Abu Muhammad ni alqadhi, qadhi Abu Muhammad, ambaye alifahamika kwa kunia ya Abu Muhammad al-Hasan, yeye mwenyewe ni al-Hasan, sasa al-Hasan yeye mwenyewe ni al-Hasan ibn Abdurrahman, mtoto wa Abdurrahman ibn Khallad, mtoto wa Khallad, ash-shahiru, ash-shahiru, aliyefahamika zaidi birrama Hurmuzi, kwa jina la Ar-Rama Hurmuzi. Sasa hii Ar-Rama Hurmuzi ni nisba yake. Tamam, kwa hiyo alifahamika zaidi kwa nisba hii ya Ar-Rama Hurmuzi. Tamam, hakadha akasema hapo bi fathi mim, Ar-Rama Hurmuzi, kwa kuitia fatha hiyo mim, kwa maana hiyo Ar-Rama. Tamam, wa dhammilha, na kwa kuitia dhamma hiyo he, kwa maana hiyo Ar-Ramahu, Ar-Ramahu. Tamam, wa sukuni ar-ra'i, na kwa kuitia sukun re, kwa maana hiyo Ar-Ramahu. Tamam, athania, re ngapi? Re ya pili. wa dhammil mim athania, na kuitia dhamma mimu ya pili. Tamam, re ya kwanza na fatiha hapa arra, sasa sukuni arra thania, kwa kuitia sakina re ya pili, hii iliyokuja baada ya hii. Tamam, lakini wa dhammi almim athania, na kwa kuitia nini, dhamma mimu ya pili, ambayo mimu iliyokuja baada ya re ya pili. Tamam, kwa hiyo Ar-Rama Hurmuzi. Tamam, Ar-Rama Hurmuzi. Fa innahu, hakika huyo al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman Ar-Rama Hurmuzi, Ar-Rama Hurmuzi, awwalu, yeye ndiye wa kwanza ambaye, awwalu man. Tamam, fa innahu, hakika al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman, awwalu man, ndiye wa kwanza ambaye, awwalu man, ndiye mtu wa kwanza ambaye, sannafa, kwa maana sannafa kitaban mustaqillan, aliyetunga kitabu kilichopwekeka katika kueleza fani ya mustalah alhadith. Sasa hakadha, kwa hiyo fa innahu, hakika alqadhi Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman, awwalu man, ndiye mtu wa kwanza ambaye, sannafa kitaban, aliyetunga kitabu fi istilahi hadha alfanni, katika kueleza kanuni za fani hii. Tamam, kabla yake walitangulia maimamu kadhaa kuelezea baadhi ya kanuni, lakini hawakutunga vitabu. Hizo kanuni hawakuzitungia kitabu mustaqil, kitabu kilichopwekeka, sawa sawa, bali kanuni hizo zilionekana katika vitabu vyao na zilipokelewa pia katika maneno yao. Mfano wake al-Imam Shafi'i kwenye kitabu chake cha Ar-Risala, ameelezea vitu vingi. Ameelezea hadith hasan, sawa sawa, ameelezea sifa za yule ambaye hadithi zake zinapokelewa. Tamam, kwa hiyo ni kanuni ambazo zilikuwa katika vichwa vya maimamu waliomtangulia al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan Ar-Rama Hurmuzi, lakini maimamu hawakuziandika kwenye kitabu mustaqil,
Tamam. Walikuwa wakizitamka na wakizifahamu, kisha baadaye ndo akaja al-Imam Abu Muhammad al-Hasan ibn Abdurrahman ar-Rama Hurmuzi akatunga kitabu chake kilichofahamika kwa jina la al-Muhaddis al-Fasil. Sasa baina ar-rawi wal-wa'i au baina al-wa'i wal-rawi. Tamam, hakadha. Na huyu bwana mkubwa yeye alizaliwa mwaka 265 hijiria na akafariki mwaka 360 hijiria. Tamam, hakadha. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa minkum.